Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kama nilivyowakaribisha mwanzoni mwa misa takatifu kwamba tumeanza kipindi cha Majilio katika mwaka mpya wa kanisa, mwaka A, na mwaliko katika kipindi hiki kwa kweli siku zote kufanya maandalizi kumpokea Kristo atakapokuja mara ya pili. Labda kabla ya kueleza kwa nini tumpokee Kristo atakapokuja mara ya pili leo, na tufanye tafakari kuanzia Dominika ya leo, nikumbushe kidogo vipindi vya mwaka wa kanisa. Mwaka wa kanisa una vipindi vingapi? Kristo. Labda swali leo likawa ni wazi. Tuanze kutaja kimoja. Tunaweza kujua vipo vingapi? Kipindi cha kwanza, kipindi cha pili, Kwaresma. Ukitoka Majilio unaingia Kwaresma. Na mnafahamu huwa kwa kawaida na kati yake umeme. Alafu hapo mkirudi nyumbani naanza kuwafungia watoto. Ni hawendi mafundisho. Kumbe mafundisho yalianza kuwa tatizo tangu enzi zenu. Na nilishawaambia enzi zenu sio enzi zangu. Kila mtu ana enzi zake, lakini tuna enzi ambazo karibu zinafanana kwenye mambo fulani. Hasa kwenye mafundisho. Cha pili ni Noeli. Nimesema Noeli sio? Kwa hiyo ni Majilio, Noeli. Cha tatu Kwaresma. Cha nne Pasaka. Cha tano kipindi cha mwaka. Cha sita basi. Kwa hiyo kuna vipindi vingapi? Vingapi? Wengine wameshasema sasa leo. Kristo. Kwa kweli ukihesabu kama tulivyohesabu unapata vipindi vitano. Japo kipindi cha mwaka kina mgawanyo kidogo, ile namba 5. Baada ya kumaliza Noeli tunakuwa na kipindi kidogo cha mwaka pale. Baada ya hapo tunaingia kipindi cha Kwaresma. Kisha hapo Pasaka. Baada ya Pasaka tunakuwa na kipindi kirefu cha mwaka. Kristo. Sasa vipo vipindi vitano kama nilivyosema, na mgawanyo nimeshawaambia. Na kabla ya kuingia kipindi cha kawaida cha mwaka, baada ya Pasaka kunakuwa na sherehe fulani baada ya Pasaka, sio? Tunaweza kuzikumbuka zilizoko pale mbele baada ya Pasaka. Tunaweza kuzikumbuka. Ya kwanza kupaa mbinguni. Ya pili Pentekoste. Ya tatu Ekaristi Takatifu, mwili na damu ya Yesu Kristo. Ya nne nimeshasema alipaa, akamtuma Roho Mtakatifu, akaweka Ekaristi Takatifu katika mwamini. Kinachofuata ni Utatu Mtakatifu kabisa. Iko hivyo. Na hata hivyo umeonyesha nini ni zaidi ya watoto wetu. Kwa hiyo si kwamba nawapongeza nyinyi, tunawapongeza makatekista wenzenu. Sasa katekista wa enzi hizi unakaa, unaona hao wazee wamekumbuka. Lakini ukiuliza watoto wanaweza kusahau. Kwa hiyo kazi
aliacha ujumbe. Alisema anaenda kutuandalia nini? Alisema atarudi, hatarudi. Na aliposema atarudi, alisema atakuta tumefanya nini? Kristo alisema akirudi atakuta tumefanya nini? Tumejiandaa, sio? Kipindi hiki sasa cha majilio kinakuja na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ujumbe ule ambao niuacha siku zile. Kanisa linatuletea tena tafakari kwamba alichokisema Yesu kabla ya kusherehekea kuzaliwa kwake, tujikumbushe tena. Ni kazi yetu. Kristo. Na hiki ndicho kipindi cha kuanzia Dominika ya leo mpaka tarehe 16. Tarehe 16 ya mwezi Disemba. Ndio kile kipindi ule ujumbe alioacha tunakumbushwa tena. Kwa hiyo kipindi hiki cha majilio kimegawanyika sehemu mbili. Kuanzia leo Dominika ya kwanza majilio mpaka tarehe 16. Kuanzia tarehe 17 ukihesabu vizuri mpaka tarehe 25 ambayo ni sherehe ya Noeli, utagundua kuna siku 9, sio? Zile siku 9 ni maandalizi kweli kweli ya kumpokea Kristo atakayezaliwa mioyoni na maisha yetu. Lakini kuanzia Dominika hii mpaka tarehe 16 ni kazi ya kujikumbusha yale tuliyoambiwa. Alisema atakuja. Manake kama alisema atakuja, si anakuja baada ya kwenda? Ni ujio wangapi? Ujio wangapi? Atakuja vile vile alipoenda. Na kitu tunaelewa. Sasa ndugu zangu wapendwa, masomo ya leo karibu yote yanaeleza habari ujio wa Kristo kwa mara ya pili na namna tunapopaswa kupambana kujiandaa. Na tunajua kabisa wanadamu tunapambana kujiandaa katika mengi, ila mojawapo ni nini? Ni dhambi. Tujiandae kwamba dhambi isiwe kitu cha kujivunia. Na siku hizi watu wanaona dhambi ni kitu cha maana sana. Anaweza akatangazia wenzake. Kristo. Na hapa nikianza kusema hivi huwa nanuna. Yaani kuna watu siku hizi wanaona dhambi ni kitu cha maana sana. Anaweza hata akashirikisha na wenzake. Jamani, dhambi ni kitu cha kushirikishana. Yaani watu wanaona kuongea habari za wengine ni kitu cha maana sana. Mpaka anatoka kwake, anaenda kuongelea kwenye nyumba ya mwenzake. Yaani fikiria watu wawili ambao hata hawahusu, wanajibeba wanaenda kuongelea kwenye nyumba ya mwingine jambo la mtu mwingine. Na bado labda wakikamatwa, vipi mmefaidi chochote hapa? Zaidi tu wamemchafua mwenzao mpaka ikiwezekana atazame tena. Ndugu zangu wapendwa, unapoendelea kupambana kumchafua mwenzako, ukumbuke pia na kupambana kumwombea awe mkamilifu kama wewe. Pambana sana kumchafua katika mengi, sio kuombea tu katika mengi. Pambana pia kumwombea awe mkamilifu kama wewe. Fanya yote mawili, usifanye kimoja. Sababu ukumbuke unapotumia muda mwingi kumharibia mwenzako, kumharibia, naeleweka vizuri. Nikisema kumharibia naeleweka. Sio umbea na nguvu yako mengi ya kumharibia. Unapohangaika ukumbuke pia na kumwombea awe mkamilifu kama wewe. Kama wewe sio mkamilifu, na kwa kawaida kuna mbele mkamilifu. Kwa hiyo hapo ni ushauri wa lazima. Na washauri kwa kuwalazimisha. Mwache. Kwa sababu dini yenyewe ina matatizo mengi. Unajiamini nini? Kristo. Wewe kwa wakati gani? Alafu unahangaika na mambo ya watu. Unajiamini nini? Sasa ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kipindi hiki cha majilio, na kwa kweli tunaweza kuita kipindi cha kwanza cha majilio, ni kipindi cha kufanya maandalizi yale ambayo Kristo aliagiza
alipokuwa anapanga. Na anasema kabisa atakapokuja mara ya pili, na alisema siku zile anakupa ndizo zitakuwa siku za mwisho, kwa sababu akija hamtapata tena fursa kwamba atakuja tena. Akija atapata tena mbinguni arudi. Akija anakuja kumalizia kazi ile aliyoagiza. Aliagiza tuwe katika mengi, haki, amani, upendo na kadhalika, si ndio lugha yake? Sasa nabii Isaya anapewa jukumu la kuwakumbusha watu wa Yuda na Yerusalemu kwamba siku za mwisho kutakuwa na nini. Isaya anasema hivi, nafikiri mmesikia kwenye somo la kwanza. Kuna haja ya kuwakumbusha. Najua ndio anasema sasa si atusikilizaji mambo mengi. Sawa, karibu kanisani. Kama mambo mengi mpaka sasa hivi inaonekana hapo. Vipi tangu unaanza kuwa na mambo mengi? Vipi unaelewa sana? Utasikia sina. Sasa mambo yanakusaidia nini hapo? Nabii Isaya amesema mengi, lakini labda nisome machache. Na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya milima. Mlima wa nyumba ya Bwana. Sisahau imani yao ya Bwana kukaa mahali pa juu palipoinuka ilikuwepo bado. Sasa mlima ambao Bwana anapatikana kama kule ilivyokuwa Sinai, sio? Bwana alipatikana, sio? Utakaa juu ya milima mingine. Tafsiri yake watu watamtazama Bwana moja kwa moja, kila kona, kila pembe ya dunia, sababu si atakuwa juu zaidi. Kama watu watamtazama kule, mataifa wataenda makundi, sababu anaonekana tayari. Na mataifa hili wataenda na kusema, njooni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake. Nasi tutakwenda katika mapito yake, maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Naye atafanya hukumu katika mataifa mengi, atawakemea watu wa kabila nyingi, nao watafua panga zao ziwe majembe. Panga zinabadilishwa kuwa majembe. Unajua tafsiri yake? Badala ya kuhangaika kupambana kutumia mapanga kuhudhuriana, Mwenyezi Mungu anabadilisha mapanga mwende mkalime. Badala ya kuanza kuhangaika kuhudhuriana, mwende mkalime. Kwa anabadilisha kabisa mtazamo wenu. Mikuki iwe miundu. Sijui kama miundu watu wanaifahamu siku hizi. Miundu inafahamika vizuri. Ipoje? Mwingine anasema nyengo. Ni nyengo hiyo. Ni lugha tu imebadilika. Jamani, wale wa nyengo, nyengo sio miundu. Wengine wakiwauliza hata nyengo wajaye. Labda Wafipa ambao maisha yao yalikuwa magumu kipindi. Kama yalikuwa Wafipa sio kwamba ni watu wa maana. Unaweza ukawa unaona watu wa maana leo, lakini Wafipa walikuwa na maisha magumu sana. Na hiyo ndio ikajiundu wao walifahamu kwa jina hilo. Na ukisema hivyo kwa Wafipa, ukisema Mungu, wanaweza kudhani ni kiungu. Jamani, Mungu sio kiungu. Mungu ni Kiswahili. Sababu ya maisha yao magumu, basi walikuwa wanatumia kufundisha. Sijui kama siku hizi wanapiga raunda na wale. Lakini nani Wafipa ni wasikiliza. Si kwa sababu mmekuja mjini kwa maisha yenu kwa Wafipa yuko wa maana akaleo. Sasa tafsiri yake umeona, kutoka kwenye mkuki unakuwa Mungu. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake kama vile kutoka kwenye panga kuwa jembe, ni kwamba ubadilisha kutoka mitazamo ya kudhuriana kwenda kwenye mitazamo ya kazi na kukumbuka Mwenyezi Mungu. Ndio hilo jambo la msingi. Jamani, hapo kuna vita tena.
vita hivi bila silaha. Mungu anabadilisha. Hapo ukuta umeshika labda umeshika yale na SMG. Unashangaa baadaye unageuka mua. Jamani, kipi bora? Mua kupigia mtu au kula, kipi bora? Sasa hatujui Mungu atakuja kwa namna gani. Unaweza kujikuta imebadilika. Unaamua badala ya kuendelea kuhangaika na afadhali zile mua. Kristo. Mwisho wa watu kitakachotokea. Na kufumba sio kukumbua. Tume Paulo anawakumbusha Warumi kwamba alichokisema Isaya kimeshatimia. Waliotegemea atakuja ameshakuja. Wale watu walioishi kwa nabii Isaya na watu walioishi kwa Paulo, tofauti zao ni kwamba Isaya alisema, Paulo anawakumbusha kilishatokea. Ndugu zangu, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Na kwa maana sasa wokovu wetu huu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Usiku nini? Usiku nini? Ndio tunasema mambo ya giza. Nafahamu vizuri kwa giza nini. Na mchana kwa kawaida ni nuru, sio? Nuru ni nani? Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi. Nafikiri hapa wote kuna watu wanahusika hapa, sio? Tunapoenenda si kwa ulafi na ulevi. Jamani, kuna ambaye hajanielewa? Simenielewa? Ndivyo hata Warumi walipomuelewa Paulo. Ndio mnanielewa kwa sababu sinahusika. Na wengine wanasema, kwani wewe uhusiki? Hata kama nahusika, lakini kweli utasema hapa hadharani. Na nyingine ya si kwa ufisadi na uasherati. Jamani, bado hapa mhusika. Wengine wanasema bado usiendelee kusoma. Paulo hakuwa, sisi hatukuwa Warumi. Warumi yuko bado. Tunaongezea. Si kwa ugomvi na wivu. Bali mvaeni Bwana wetu Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa. Kristo. Yapo mengi. Tunamshukuru Mtume Paulo ametupa machache. Yapo mengi. Kila mtu anaguswa kwa namna yake. Kazi yetu kubwa sisi ni kuvaa silaha za nuru. Wachana na mambo ya giza. Atakapokuja tumeambiwa kabisa. Somo la Injili sitarudia kama nilivyorudia mimi. Lakini tumeambiwa tungelikuwa tunajua kama vile mwili atakapokuja. Si tungejiandaa kupambana naye. Ndugu zangu wapendwa, tuyaache haya pamoja na mengine mengi ambayo hatujaambiwa ili Kristo atakapokuja asikufumanie. Labda niulize swali. Vipi Kristo atakapokuja kukute kwenye nyumba ambayo sio ya mama au sio ya baba? Nikisema hivyo inaonekana mwingine akukute kwenye nyumba ya mke asiye wako. Na kina mama vile vile. Nikisema hivyo kina mama ndio nimaacha sana. Vipi atakapokuja akakuta hivi? Atahangaika kukusamehe. Kristo. Wengine naona wanashika mdomo sana. Tuliambiwa watoto mwalete misa ya tatu. Alafu sasa mnalaumu. Sije mmekuja nao wenyewe. Basi pole. Lazima wajifunze ambao tulishakubaliana waje misa ya tatu. Afadhali wengine wanacheza hawa inachoelea. Wangejua. Kristo. Kazi yetu kubwa ni kufanya maandalizi. Na wengine wanadhani maandalizi ni kubadilika kutoka kutosali na kuja kusali misa takatifu. Ndio labda mabadiliko ya kwanza ni kuanza kidogo. Ni kweli kabisa. Kutoka kutosali mpaka kusali ni hatua kubwa.
lakini safisha kwa sasa kuanzia roho. Umejenga nyumba vizuri, majani yameota karibu uwanja wote. Kwa nini utoke barabara peke yake? Usafishe nyumba zako. Unaanza kutoka, nikipita tu mimi hamna shida. Ngoja nitengeneze barabara. Nyumba si kwako. Kiwanja si kwako. Kwa nini ukitengenezee barabara peke yake? Sasa ndugu zangu wapendwa, maandalizi makubwa yanayopaswa kufanyika ni kuanza na roho zetu. Kwa sakramenti gani? Sakramenti gani? Mbona sijaona mnanisumbua? Nimemsumbua baba paroko. Najua mimi nasema kwani Senya ni mbaya. Kwani Gwanga ni mbaya. Kwani Mpemba ni mbaya. Kadhalika na Mlowo, sio? Jamani, ongeleni kwa kuungamo. Mlioenda mmoja na ongeleni. Vipi mmerudi salama? Nasema hata tujaenda huko basi tulielewana. Kumbukeni kwamba Mwenyezi Mungu kwa njia ya mwanae Yesu Kristo aliyetuaga siku zile atakuja mara ya pili, sio? Na atakuja bila kutuambia. Alisema tujiandae na wote. Kristo asije kutukuta bado tunahangaika. Tujiandae baba, kipindi hiki ndio kazi yake. Na msisahau kuona mavazi yake. Naona mavazi yake. Jamani, haya mavazi yanacheka na wote. Kristo yanacheka na mtu haya. Haya mavazi yako serious. Ukuta hivi. Wewe unajua kabisa kuna kifo kinanukia, sio? Wengine wanadhani mpaka leo kujeneza. Hata roho za watu sio zinanukia hali mbaya, unaona. Na ndio kazi ya kipindi kuwakumbusha kabla ya kuanza maandalizi ya Noeli. Aswa kule tarehe 17 tuwe tumefanya maandalizi ya kutosha. Ili unaposherehekea Mungu anakuona kabisa wewe kweli umesherehekea katika nia njema. Sio Christmas unasherehekea lakini upata hujajiandaa. Mungu anakuona kuona. Kristo. Sasa sinajiandaa Christmas itakula nini? Sasa ndio umeandaa Christmas ile alafu kuunga. Kwa hiyo jamani, naona na leo ni mwaliko mzuri wa kuona aibu pia kwa Mungu. Kwamba maandalizi ninayoyafanya yanaendana na maandalizi yangu ya kiroho. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, ni wazi wakati mwingine kama wanadamu mambo haya ni magumu. Na labda ndio kazi ya sisi kuwakumbusha kwa ujumla kwamba tuna wajibu huo wa kujiandaa. Inawezekana ikawa jambo gumu, sio? Tumwombe Mungu sasa neema za kipindi hiki ili tufanye mabadiliko. Na sadiki kwa Mungu mmoja.